Tenda Radio. Hii ni Tenda Radio. Tenda zote ni Nesti. Unasikiliza Tenda Radio. Ramani ya fursa za zabuni. Tenda Radio. Imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA. Na kukaribisha usikilize Tenda Radio sehemu ya 22 kupitia radio wa shirika wetu, ikiwa ni maalum zaidi kwa Watanzania hususan wanaoishi katika maeneo ya nyanda za juu kusini, lakini pia kwako wewe unayeweza kuipata fursa ya tenda za serikali kupitia mfumo wa Nesti katika eneo hilo ukiwa kokote Tanzania. Unapaswa kufahamu kuwa Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA, ina ofisi katika eneo la Kanda ya Ziwa, Mwanza, Kanda ya Kaskazini, Arusha, Kanda ya Kusini, Mtwara, Kanda ya Kati na Magharibi, Tabora, na Kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Mbeya. Sasa leo tunafanya mahojiano maalum na meneja wa PPRA Kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Bwana Pasco Manono. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Umewahi kusikia mteja ni mfalme? Basi chukua na hii. Kwetu mteja ni wa thamani. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA, tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi wa umma kupata huduma zetu, kwani tumejipanga kuwapa huduma bora. Tembelea ofisi za makao makuu ya PPRA zilizoko Tambukareli jijini Dodoma, na ofisi za Kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ofisi za Kanda ya Pwani Dar es Salaam, ofisi za Kanda ya Kaskazini Arusha, ofisi za Kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, ofisi za Kanda ya Kati na Magharibi Tabora, na ofisi za Kanda ya Kusini Mtwara. Wasiliana nasi kuhusu mfumo wa Nest kwa kupiga simu namba 0736494948 au barua pepe support@nest.go.tz. Kwa huduma nyingine zinazohusu ununuzi wa umma, wasiliana nasi kupitia 0262363854 au dg@ppra.go.tz. PPRA, tumejipanga kukuhudumia. Hii ni Tenda Radio. Unaendelea kusikiliza Tenda Radio. Umewasikiliza PPRA walivyojipanga kukuhudumia na kusogeza huduma karibu yako kutoka kila kona ya Tanzania. Kama nilivyokueleza awali, tuko na meneja wa PPRA Kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Bwana Pasco Manono. Karibu sana meneja kwenye Tenda Radio. Asante sana Sonata kwa kunikaribisha Tenda Radio. Sawa. Kwanza tueleze kuhusu hii ofisi ya PPRA Kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Ilianza lini na kwa malengo gani, na inasimamia mikoa gani hasa? Swali zuri Sonata. Ofisi ya Kanda Nyanda za Juu Kusini imeanzishwa mwaka 2024 ikiwa na malengo ya kutekeleza majukumu ya PPRA yaliyokuwa yanafanywa katika ofisi zetu makao makuu. Ni matakwa ya serikali kuanzisha ofisi hizi kwa ajili ya kusogeza huduma za PPRA katika maeneo ambayo yako pembezoni, na sasa tuko katika kanda hii ambayo tunasimamia mikoa 5. Mikoa tunayosimamia ni mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, Mbeya, Songwe, Rukwa. Kwa hiyo mikoa hii yote kwa sasa tunaihudumia katika usimamizi wa sheria ya ununuzi wa umma, ili kuhakikisha kwamba taasisi za umma zinazofanya ununuzi zinazingatia sheria hii na kuhakikisha kwamba tunaweza kupata thamani ya fedha katika fedha inayolipwa na walipa kodi. Tumemwambia msikilizaji tangu awali kwamba kusogezwa kwa ofisi za PPRA kwenye kila kanda ni sawa na kusogeza fursa za huduma kuhusu tenda za serikali. Sasa ni fursa gani ambazo ofisi hii ya Kanda ya Nyanda za Juu Kusini inawafikishia Watanzania? PPRA inayo malengo yake, na malengo hayo inayotekeleza ni kuhakikisha kwamba taasisi nunuzi zinatoa upendeleo kwa makampuni ya ndani. Kwa hiyo kuna fursa kubwa kabisa ya kutoa upendeleo kwa makampuni ya ndani, kwa bidhaa zinazozalishwa ndani, lakini pia na kwa wataalamu wetu wa ndani. Lakini iko fursa nyingine ya kipekee ambayo tunahakikisha kwamba taasisi za umma zinazingatia, ni hii upendeleo kwa makundi maalum yaliyoko ndani ya nchi, wa Tanzania wanaoweza kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, wakijiunga pamoja kama kundi maalum, wanasajiliwa na kupata fursa ambazo zinatokana na sheria ya ununuzi wa umma. Sasa meneja, wewe una mikoa 5 ambayo unaisimamia kwa ukanda huu wa Nyanda za Juu Kusini. Tuzungumzie upendeleo maalum unaotolewa kwa Watanzania, hususan kwa fursa zinazotolewa kwa upendeleo wa kimkoa na upendeleo mwingine.
Kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma iliyosainiwa na Mheshimiwa Rais tarehe 29 Septemba 2023 na kuanza kutumika tarehe 17 Juni, sheria hii imeweka bayana maeneo ambayo kwa kweli ni fursa kwa makampuni, kwa wataalamu wa bidhaa na Watanzania kwa ujumla. Kwa sababu katika sheria hii imelenga kutoa fursa na kwa upendeleo wa kipekee kwa makampuni ya ndani, ambayo zabuni ambazo zinafikia bilioni 50 zote hizo zinatolewa kwa makampuni ya ndani. Kwa hiyo zitatangazwa kwa makampuni ya ndani na makampuni hayo ndio yatapewa fursa hiyo. Lakini upo upendeleo pia mwingine kwa makampuni haya kupitia sheria ya ununuzi wa umma kwamba yanaweza kuingia hata ubia na makampuni ya nje, na yakishaingia ubia yatapata upendeleo wa kipekee kwa kupata zabuni ambazo zinatokana na fursa za upendeleo kwa kuingia kwa ubia. Lakini pia makampuni ya ndani bado yana fursa kuingia mikataba midogo na hata makampuni ya nje, na kupitia kuingia hiyo mikataba makampuni haya yanaweza pia kujengewa uwezo kwa kushirikiana na makampuni ya nje, kwa sababu kimsingi ni kwamba makampuni haya yanakuta yana uwezo wa kifedha au vifaa katika viwango tofauti. Kwa hiyo kwa misingi ya kufanya upendeleo huo ni kujaribu kujenga uwezo kwenye makampuni yetu ya ndani ili baadaye yaweze kuwa na uwezo hata wa kuomba zabuni yakiwa peke yao na kutekeleza miradi mikubwa ambayo inatolewa na nchi yetu. Lakini pia upendeleo uliopo kupitia sheria ya ununuzi wa umma ni kwa bidhaa za ndani. Sheria hii ambayo imesainiwa na Mheshimiwa Rais imetoa upendeleo kwa bidhaa za ndani kwa makampuni ambayo yatasema kwamba yatauza bidhaa ambazo zinatolewa ndani ya nchi, basi kutakuwa na upendeleo wa kipekee. Kwa hiyo ni fursa kwa uzalishaji wa ndani, lakini pia kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi yetu. Lakini pia kuna upendeleo wa wataalamu wetu wa ndani, wanaweza kuingia ubia na wataalamu wa nje na kufanya kazi kama vile za ushauri elekezi. Bado pia kuna upendeleo ambao unatolewa kwa ajili ya hiyo. Lakini kuna upendeleo pia wa makundi maalum kama nilivyotangulia kusema hapo awali kupitia sheria hii kwa ajili ya kutoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi kushiriki katika ununuzi wa umma. Sawa. Kwa kweli fursa na upendeleo ni wa kipekee na ni mkubwa kwa Watanzania. Sasa uhamasishaji ukoje? Katika kutekeleza majukumu yetu ya sheria ya ununuzi wa umma ambayo kimsingi ndio yamepelekea serikali kuamua tuje kwenye kanda, tumefanya uhamasishaji mbalimbali. Katika mikoa hii tuliyokwisha tembelea, tumefundisha sheria ya ununuzi wa umma, kuonesha maeneo ambayo wanatakiwa kuzingatia na hasa ya upendeleo. Tumejaribu kueleza fursa zilizoko ili kuweza pia kuzitumia na kuhakikisha kwamba nyaraka za zabuni wanazozitumia basi wazingatie sheria kuweka maeneo ya upendeleo. Lakini vivyo hivyo tulipokuwa tunatembelea katika mikoa hiyo, tulikuwa tukitoa elimu ya sheria ya ununuzi kwa taasisi ununuzi, lakini pia tukatoa elimu kwa wazabuni kueleza fursa zilizoko katika sheria ya ununuzi wa umma. Kwa maana hiyo katika mikoa yetu yote 5 ambayo tunaisimamia, vile hata halmashauri 27 tunazosimamia, kote tumekwisha fika na tutaendelea kutoa elimu kwa sababu kuna kuwa na mambo ambayo yanabadilika na hasa kwenye jinsi tunavyojenga mifumo kwa ajili ya kuelekeza namna bora ya kuweza kuomba zabuni na kuweza kukidhi matakwa ya zabuni zile kwa kupitia mifumo yetu. Katika upendeleo wa kimkoa kuna zabuni nyingi za ujenzi ambazo zimefanywa na watu wetu wa ndani, kwa mfano ujenzi wa mashule, vituo vya afya, na kazi inaendelea vizuri. Mwitikio ukoje? Na wadau wanasemaje kuhusu fursa zilizopo na mafunzo ambayo yanatolewa na PPRA? Kwa ujumla, kadri tunavyoendelea kutoa mafunzo katika maeneo mbalimbali kwa makundi mbalimbali, kwa wazabuni, taasisi nunuzi na hata haya makundi maalum, kwa kweli wanashukuru sana kwa serikali kuweka huu mfumo. Ni mfumo ambao umewafanya wapunguze gharama. Kwa mfano, unasafiri kupeleka nyaraka za zabuni, leo hii mtu anakaa yuko chumbani kwake, hakutumia gharama nyingine, anaweza kuomba zabuni akiwa amekaa nyumbani kwake, lakini vile hata kuona matokeo ya ile zabuni akiwa nyumbani kwake badala ya kusafiri kwenda mbali. Lakini vile hakuna haja ya kwenda stationary na kuingiza nyaraka mbalimbali kama zilivyokuwa zinafanyika huko nyuma. Kwa hiyo wanashukuru sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka huu mfumo wa NeST ambao umewafikia katika maeneo yao waliko, na wameweza kushiriki katika zabuni za ununuzi wa umma bila changamoto yote. Na malalamiko yaliyokuwa yanatokea hapo awali kwenye zabuni yamepungua sana, kwa sababu sasa kila mtu anaona kwa wakati mwafaka, na hata kama anakuwa na malalamiko anaweza kuwasilisha malalamiko yake kirahisi kwa kupitia huu mfumo. Kwa hiyo hakuna haja ya kusafiri, hakuna haja ya kuingiza karatasi, hakuna haja ya kuonana na watu wanaohusika na ile michakato ya zabuni kupitia taasisi nunuzi, na badala yake mtu anaweza akafanya mwenyewe na kumaliza mwenyewe na kupata matokeo mwenyewe. Labda ataweza kuonana nao wakati wa utekelezaji wa mradi na kuwasilisha mkataba wake aliosaini. Tuzungumzie upande wa mwitikio wa makundi maalum, yani vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu.
Makundi maalum ni eneo ambalo sheria ya ununuzi imetilia mkazo. Tunahitaji uchumi ambao unashirikisha watu wote, na kwa sababu watu wengi wapo na wanatoa huduma mbalimbali na serikali bado inahitaji huduma mbalimbali kutoka kwa watu hawa, basi sheria hii imetoa fursa hiyo na makundi maalum yamejitokeza. Wamekuwepo watu wengi ambao wameunda makundi na wamepata zabuni. Kuna zabuni mbalimbali ambazo wamezipata katika halmashauri zetu na taasisi nyingine za umma, na kama vile TANROADS, TARURA, kuna kazi wamekuwa wanapewa kule za usafishaji kwenye mitaro, masuala ya kazi ndogo za kwenye ujenzi wa mabarabara huko. Lakini pia kwenye ukanda wetu wameweza kupata kazi kutoka TFS, wakala wa misitu, wanatoa kazi mbalimbali kwa makundi hayo. Lakini taasisi kama vile halmashauri zinatoa kazi zake kama vile usafi, huduma ya chakula. Makundi haya yamekuwa yanafanya kazi hizo. Wako wamama wengi ambao wamejitokeza katika eneo hili na vijana. Bado kundi la ambayo bado hayajitokeza sawa sawa ni kundi la wazee na watu wenye ulemavu. Tunaendelea kutoa elimu na wengi wameonyesha mwitiko na wameahidi kwamba tutaweza kurejista makundi hayo kwenye mifumo yetu ya NeST. Sawa sawa. Tunafahamu kwamba nyanda za juu kusini ni mashuhuri zaidi kwa kilimo. Sasa waelezee wa Tanzania ni fursa ipi walionayo kwenye kilimo? Asante. Nyanda za juu kusini ndilo gara la taifa. Kuna chakula kwa wingi kinapatikana huku. Kwa hiyo tunawakaribisha wazabuni ambao wanataka kufanya kazi za serikali kwa ajili ya kuuza vyakula nyanda za juu kusini kwa gharama nafuu kwa wingi. Kwa hiyo wanaweza wakafanya kazi kwa faida. Hapo meneja, tumalizie na wakaribisha wa Tanzania hususan wakazi wa nyanda za juu kusini. Nitumie fursa hii kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi katika mikoa iliyoko kanda nyanda za juu kusini. Ofisi zetu za PPRA ziko jengo la NHIF ghorofa ya 5 katika jiji la Mbeya. Tunawakaribisha sana tuweze kuwahudumia. Na kwa wale mlioko mbali mnaweza kupiga simu 0252957456. Narudia 0252957456. Tunawakaribisha sana. Asante sana meneja na karibu tena kwenye Tenda Radio. Asante sana Sonata kwa kunikaribisha katika kipindi hiki cha Tenda Radio. NeST ndiyo connection pekee ya tenda za serikali. Unasikiliza Tenda Radio. Umesikiliza mahojiano maalum na meneja wa PPRA kanda ya nyanda za juu kusini Bwana Pasco Manono. Leo ilikuwa ni siku maalum kwa ajili ya kuyapata ya eneo hili. Kipindi hiki kitaruka kupitia redio washirika wetu, na kwa sehemu hii ya 22 tutasikika zaidi kwa redio zinazofika mikoa ya nyanda za juu kusini. Unaweza kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi mtandaoni kupitia YouTube, Boomplay, Audiomack, Instagram na Facebook. Tafuta Tenda Radio TZ, subscribe na utoe maoni yako. Kuhusu NeST, piga simu namba 0736 49 49 48. Shukrani za pekee kwa mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba na wote waliofanikisha kipindi hiki. Waandaaji ni Mbalamwezi Youth Group, msimamizi ni Remija Salvatori, meneja uhusiano na mawasiliano PPRA. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Tenda Radio imepewa nguvu na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA.